Kuna hii story ya mwanamke mmoja tajiri ambaye alikuwa na uchumi wake anajiweza, lakini huyu mama ni mjane bwana. Alikuwa anasali katika kanisa moja hivi ambalo kwake yeye lilianza kumtia wasiwasi, lakini alikataa kabisa kuwekewa mkono katika kichwa chake na huyu mtumishi wa Mungu. Lakini alichokuwa anakiona kanisa zima lilikuwa likioni. Waumini wenzake walishangaa kwa nini ameshindwa kupokea mkono wa mchungaji na kaukataa kaurudisha. Lakini mchungaji bwana alirudisha mkono wake kwa hekima, wala hakuwa na maneno mengi kabisa kumuuliza kwa nini amekataa kupokea mkono wake. Bwana, naomba twende katika huu mzigo bwana, tutajua siri ya huyu mwanamke na huyu mchungaji, kuna nini ambacho kinaendelea kwenye kanisa lake, lakini kuna kitu utajifunza. Mimi ni nani? Mimi ni Shy TZ. Let's go. Kanisa la mchungaji huyu lilikuwa na watu wengi sana. Watu kutoka maeneo mbalimbali ya taifa hilo walikuwa wakijumuika pamoja katika kusali katika kanisa hili. Na hili kanisa lilikuwa na watu wengi asikwambie mtu. Lakini katika kanisa hili kuna vitu vya ajabu vilikuwa vikiendelea, lakini waumini wa kanisa hili walikuwa hawajui chochote. Lakini kwenye hili kanisa bwana kuna mama mmoja ambaye ni mjane kama ambavyo nimekueleza. Huyu anaitwa Biruti. Lakini Biruti alikuwa ni mwanamke tajiri sana, lakini hapa kanisani alikuwa amezama kweli kweli kiroho katika kuabudu. Lakini ghafla ni kama kuna hofu ndani ya moyo wake. Katika hili kanisa anapokaa kuna kitu kinamnong'oneza kwenye akili yake kama sehemu ambayo yupo hivi sasa hayuko salama kabisa. Lakini baada pale mchungaji akaanza kuombea watu. Katika maombi ambayo alikuwa akiendelea, Biruti alikuwa kwenye wasiwasi mzito sana, kwani kuna vitu alianza kuonyeshwa na kisha kukaja maneno fulani katika vifungu vya Biblia, nayo yaliendelea kumuonya katika kila ambacho kinatokea hapa ni kama hayuko sehemu salama kabisa. Lakini hao yote hayakutosha. Lakini baada pale mchungaji akawa anaombea, ikafika zamu ya kupokea baraka kutoka kwa mchungaji. Lakini Biruti akakataa kabisa mkono wake. Lakini mchungaji akaona hakuna shida, akatoka pale kwa hekima tu wala kusumbua kabisa. Lakini watu kanisani walishangaa kwa nini amekataa mkono wa mchungaji. Na baada ya pale kutoka nje hapa watu wote wakaanza kumzungumza kwamba huyu mama ndiye ambaye kakataa mkono wa mchungaji. Wakawa wanajadili kweli kweli wakinong'ona chini kwa chini. Hali hii ikamfanya jawe na wasiwasi. Lakini huu siku alikuwa kwenye mawazo mazito sana. Akaanza kuwaza hii ambayo inatokea akiwa kanisani ni hali gani? Maana kile kwamba kwa nini anaonyesha vitu vya ajabu katika hili kanisa na anajawa na uoga kweli kweli. Akazama kwenye maombi aendelee kumwambia Mungu amuonyeshe kwa kila ambacho kinatokea. Lakini Biruti bwana siku nyingine akarudi kanisani kama kawaida, lakini alikuwa mwenye hofu kweli kweli, akijiuliza kila ambacho kilitokea siku ya jana kilikuwa kinamaanisha nini. Lakini baada ya kufika kanisani watu wanamtazama tu na kisha wananong'ona tu kivyao vyao. Lakini kanisani ibada ikaendelea kama kawaida. Watu wakatoa ushuhuda, lakini kuna baba mmoja alitoa ushuhuda hapa, watu kawagusa kweli kweli, kwani alieleza kuhusiana namna Mungu wa madhabahu hiyo alivyomokoa katika ajali mbaya na wengine wakafariki. Lakini Ruti moyoni kuna kitu kinanena tena kwa sauti kubwa sana kikimweleza mali hapa si sehemu salama kabisa. Baada pale mchungaji akasimama akasema kwamba leo nitaomba na nitamwombea mmoja baada ya mwingine. Manake hapa watu wote wakasimama kwa ajili ya kwenda kuombewa. Hakuna ambaye hakutamani kuguswa mkono na huyu mchungaji. Watu wote walikuwa wakiomba kweli kweli, lakini akaanza kupita mmoja baada ya mwingine kwa ajili ya maombi. Lakini kwa upande wa Biruti tena hofu ikaja ndani ya moyo wake. Akawa na hofu kweli kweli tena kwa mara nyingine anaenda kuaibika tena kanisani. Hii haiwezekani kabisa. Maombi yalipoanza akaanza kuwagusa watu mmoja mmoja, lakini wakati anamgusa hapa kuna vitu vya ajabu vilikuwa vikitokea. Ni kama vivuli fulani vya nyoka mkubwa ambaye alikuwa akitema moshi mweupe, na hii yote ilikuwa ni baraka inatoka kwa huyu nyoka. Kumbe huyu mchungaji alikuwa na nguvu za ziada katika kuwaponya hawa watu. Lakini haya yote wakati anaendelea, Biruti pekee ndiye ambaye alikuwa anayashuhudia, lakini kanisani humo wengi walikuwa hawayashuhudii haya ambayo yanatokea. Biruti akatoka kwa spidi kweli kweli humo kanisani na kisha akaenda kuingia kwenye gari yake akiwa mwenye hofu kweli kweli, lakini anajiuliza nini hiki kinatokea? Nini hiki Mungu wangu kinatokea? Naomba unisaidie kukiona kila ambacho kinatokea hivi sasa. Lakini mzigo unaturudisha nyuma miaka michache iliyopita. Ilikuwa ni kwa mara ya kwanza anaingia katika kanisa hili. Maisha yake yalikuwa ni magumu kweli kweli kwa Biruti. Biashara zake zilikuwa ziendi. Watu wengi walikuwa wapendeze kabisa na bidhaa zake. Hapa kila siku alikuwa akilia tu kwa kuomba kweli kweli, na kila siku alikuwa akihudhuria katika hili kanisa. Lakini toka ahudhurie kwa mara ya kwanza katika hili kanisa mambo yakabadilika. Watu walimtambua, taifa zima likajua biashara yake, na akaingia mikataba na makampuni mbalimbali. Manake mafanikio yalikuwa ni makubwa kweli kweli kwa kustajabisha. Kwa watu wengi ambao walikuwa karibu wakaanza kushangaa, pengine kaenda Freemason. Lakini wapi, hiyo ni baada tu ya kuanza kuabudu katika hili kanisa. Na hata pia
pia mchungaji alikuwa anampigia mara kwa mara kwa kumsihi, lakini pia alifanikiwa kumpa gari mpaka mchungaji akampa zawadi, lakini pia akaanza kuwasomesha watoto wake, na huyu mchungaji akawa ni mtu wa kuheshimika sana katika hili kanisa. Lakini leo hii anakuwa na hofu kweli kweli kuhusiana na hili kanisa, kuna nini ambacho kinaendelea. Lakini Bi Ruti akiwa amelala akaona ndoto mbaya sana ambayo inamuonyesha mchungaji wake akiwa katikati ya watu wengi kweli kweli, na sehemu ambayo haijaeleweka kama ni sehemu ya kawaida. Nake huyu mchungaji nguvu zake zote zinatoka pale pale kwa hao wazee ambao wanaonekana katika ndoto hii. Lakini na yote yanayotokea, Bi Ruti akiwa amekaa kwenye gari lake ana mawazo kweli kweli, lakini hapa kuna vifungu vya Biblia vikawa vinatiririka ndani ya kichwa chake. Lakini aliyemtoa kwenye hizi njozi bwana ni huyu mlinzi, akawa anamjulisha kwamba anatakiwa atoe gari yake hapa, kuna watu wanatakiwa wapaki katika hili eneo. Lakini baada ya pale akaenda kupaki pembeni, lakini siku nyingine kanisani hakuja. Watu wakaanza kunong'ona tu kivyao vyao kwamba inakuaje mtu huyu ameshindwa kuja kanisani, kwa nini? Lakini mchungaji wala hakumuulizia kabisa, ingawa alikuwa ni mtu maarufu sana kanisani na ni mtu ambaye alikuwa akiulizwa mara kwa mara na mchungaji. Lakini hii siku mchungaji hakumuulizia, akaendelea na mambo yake kama kawaida. Mahubiri yakaendelea, watu wakabarikiwa na watu wakaponywa hii siku, na watu wakarejeshwa kwenye hali zao nzuri. Lakini siku kadri zinavyosogea, huyu mchungaji mafanikio yakawa makubwa sana. Akanunua gari, lakini pia akakamilisha ujenzi wa kanisa kubwa. Watu wakashangilia. Baada ya kukamilika kwenye huu uzinduzi, wakahamia kwenye hema jipya ambalo lilikuwa ni hema kubwa sana. Lakini kadri siku zinaposogea, miongoni mwa waumini ambao ni wafanyabiashara wakaanza kufilisika. Kampuni haziendi, yaani kuna vitu haviendi sawa kabisa. Lakini hata pia kwenye mikataba ambayo walikuwa wakisaini, maana yake mikataba inavunjika tu bila sababu. Lakini hata pia kwenye upande wa ndoa nako kulikuwa na migogoro ambayo ya kupita kiasi. Kanisa likajawa na huzuni, lakini wachache wao walikuwa na mudi ya kuabudu katika hili kanisa. Lakini asilimia kubwa walipitia nyakati ngumu sana waumini katika hili kanisa. Hakuna aliyekuwa akijua kwa kila ambacho kinaendelea kwenye hili kanisa kama kuna vitu vya ajabu vinaendelea. Lakini siku moja jioni, Bi Ruti akiwa anatoka kazini, lakini ghafla akakutana na bibi mmoja hapa. Huyu bibi bwana alikuwa anamwomba pesa kwa ajili ya kula. Anasema kwamba ana njaa ya kufa mtu. Hapa anaomba asaidiwe angalau hata kidogo ili akajikimu kwa siku ya leo. Na kisha Bi Ruti akuwa na iana kabisa, akampa pesa. Lakini baada ya kuondoka, bibi akawa anamgeukia na kumwambia kwamba asante sana mwanangu. Anamshukuru mara mbili, lakini anaonekana kuna kitu anataka kumwambia hapa, lakini anasita. Na kisha tu akaamua tu kuondoka. Bi Ruti huu usiku bwana akaongeza bidii kwa ajili ya kufuatilia maneno ya Mungu kupitia Biblia. Akaendelea kuisoma sana Biblia kwa nguvu sana. Lakini huko upande wa pili kwa pasta, kumbe mafanikio ambayo ameyapata kwa muda mfupi mpaka akajenga na kanisa, kumbe kunatakiwa atoe sadaka ambayo ni kwa ajili ya kulipia yote ambayo yanatokea. Na hii sadaka sasa wanamtaka mtoto wake mmoja ama mke wake. Pasta alilia sana hapa akiomba pengine wamsamehe ili abadilishe kafara, atoe mtu mwingine. Hawakutaka kabisa kumsikiliza. Wanachokitaka hapa ni kwa ajili ya kumtoa tu mwanae au mke wake. Lakini mchungaji kaja hapa nyumbani anajichekesha tu, anaangalia TV, lakini anajua ndani yake kuna nini ambacho kinaendelea. Huku watoto wake wanacheza tu hapa na mke wake wanaenjoy tu maisha. Lakini ndani ya roho yake kuna moto mkali sana unafukuta na muumiza mno katika mwili wake. Lakini baada pale akaamua kurudi mpaka kilingeni kwao, na kisha akatoa pendekezo ambalo pendekezo ni kwamba anataka mtoe Bi Ruti. Huyu itakuwa ni mbadala kwa kila ambacho kinatakiwa kutolewa kwa mke wake na watoto. Hii ni kama ombi hilo likakubaliwa, na kisha akaruhusiwa kwenda kumtoa nani? Bi Ruti. Lakini uko upande pili Bi Ruti asharudi nyuma kabisa kuabudu. Hao ni waumini wenzake wamekuja kwa ajili ya kumtia moyo na kumwambia kwamba rudi kanisani. Kwa nini umeacha kuja kusali? Lakini naye alitoa sababu zake kama ambavyo ilivyo kawaida. Lakini pia haikuishia hapo, akapigiwa simu mpaka na makamu mchungaji katika kanisa hilo akimwambia kwamba anatakiwa urudi. Lakini pia mpaka mchungaji naye akajulishwa. Baada pale akaamua kwenda kumtembelea Bi Ruti kwa ajili ya kuhakikisha anajua nini ambacho kinaendelea na ni sababu gani ambayo imemfanya ashindwe kuja kanisani. Lakini aliposikia mlango umegongwa, Bi Ruti alijawa na hofu sana, na kisha akaingia kwenye maombi mafupi hapa na kumwomba Mungu amlinde. Nini ambacho kitatokea? Mchungaji akaja hapa akaanza kuzungumza naye, lakini wakati anazungumza naye nyuma yake kuna vivuli vyeusi, lakini shingoni kwake kuna nyoka mkubwa sana. Lakini Bi Ruti yote anayaona, hataki kushtuka asije akajulikana kama ishashtukia siri ya huyu mchungaji. Mchungaji alizungumza mengi sana, akamwomba sana kurudi kanisani, lakini baada ya kutaka kuondoka akataka mwekee mkono kichwani, lakini Bi Ruti akakataa, akasema hapana, naomba tu aache mchungaji, sitaki mkono wako unishike. Lakini jambo hilo lilimshtua sana mchungaji, akashtuka akahisi kama kuna kitu kimegundulika. Lakini usiku wakati amelala, Bi Ruti akaingiwa na ndoto kali sana, na kisha akaanza kuomba. Lakini wakati anaomba kuna watu ama vivuli vyeusi vinamtazama tu hapa. Mambo yakaanza kutokea mazito, lakini kwa
kuomba kwake kulimsaidia sana na hao watu wakaondoka. Siku zikasogea, kutokana na vitu vinavyoendelea vikamfanya endelee kuomba zaidi na kufunga zaidi, lakini huko kwa huko mchungaji mambo yanaenda kombo kweli kweli kwa kila ambacho kinatokea. Lakini pia kwa Ruti mambo yakaanza kumwendea kombo tena kwenye upande wa biashara. Kampuni mbalimbali zikaanza kujitoa kwenye kampuni yake, maana yake mambo yakawa yaendi. Akaanza tena kuingia kwenye maombi, lakini usiku anakumbana na ndoto ambazo ni za ajabu kweli kweli. Lakini siku akaonyeshwa ndoto ya ajabu, ni kwamba anapambana na pasta, lakini wakati anapambana kwenye ndoto, lakini yeye mwenyewe ndo alikuwa mshindi. Bwana, hii ilikuwa ni vita ya shetani na Mungu. Mchungaji siku bana akapokea simu ya ajabu kweli kweli. Anapewa taarifa kwamba eti mtoto wake amedondoka ghafla tu, mtoto wake ambaye alikuwa anasomea degree huko Ulaya. Lakini baada ya kufika hospitali, taarifa alizozikuta ni kwamba tayari mtoto wake ashafariki dunia. Hii ni taarifa ilimtia hofu kweli kweli huyu mchungaji. Watu walimwaga na baada ya mazishi kukamilika, lakini ndani katika nyumba ya huyu mchungaji kukaanza kutokea vitu vya ajabu. Mama mchungaji akaanza kuona vitu vya ajabu kweli kweli, lakini familia nzima wakawa walali kabisa. Baada ya hayo kupita, mambo yakaendelea kama kawaida. Sambamba na hilo pia kanisa kaendelea kujaa watu wengi sana, watu wakaendelea kufunguliwa, lakini hata mikutano ikaendelea kuruka mubashara katika mataifa mbalimbali, mitandao ya kijamii. Lakini kuna siku moja ajabu kweli kweli. Kuna yule ambaye alikuwa ni msaidizi wa pasta huyu anaitwa Samuel. Hii siku bwana akaripotiwa kufariki. Huyu alikuwa ni msaidizi wa huyu mchungaji na ndiye ambaye alikuwa anaratibu safari zote za kimataifa. Huyu Samuel alikuwa ni kama chawa wake. Lakini haya yote yalitokea siku moja wakati pasta huyu ameleta watu wasiojulikana. Naomba turudi nyuma, kifo cha Samuel kilitokana na nini? Samuel hii siku bwana alikuwa ni mwenye hofu sana, lakini baada ya siku mbili kupita Samuel akaanza kujawa na hofu kulikweli kwenye hili kanisa. Maana yake ni kama kuna nguvu fulani ilimuingilia, akaanza kuona mambo mengi sana yanayoendelea kwenye hili kanisa. Lakini akiwa nyumbani akaanza kusoma sana Biblia na kuomba sana, lakini baada ya pale akaanza kushuhudia vitu vya ajabu katika hili kanisa. Alishtuka kwelikweli kuona hii hali, lakini watu wengine walikuwa hawaoni kinachoendelea. Kulikuwa na giza nene kwelikweli, na yote alikuwa anaonyeshwa kwenye ndoto. Hii ndoto bwana ikamtoa jasho kwelikweli, akaanza kuomba na kukemea. Lakini hii siku alikuwa ametoka kanisani anaelekea nyumbani, lakini wakati anaelekea nyumbani kuna kitu kama kasahau. Akasema ngoja nirudi ofisini nikachukue document ambazo zinatakiwa kuandaa safari ya mchungaji hiyo kesho, maana ana safari ya kuelekea nchini Afrika Kusini. Lakini wakati anarudi hapa, mchungaji kumbe alikuwa na kikao cha siri, na hawa watu ambao alikuwa amekaa nao kwa siri ni wale watu ambao huwa anakaa nao kilingeni kule, hawa wazee. Lakini baada pale akasogea hapa akaanza kusikiliza. Alisikiliza yote, lakini ghafla kuna mzee mmoja akamuona, akamtumbilia jicho na kisha mshikaji akaamua kukimbia. Maana yake ashajulikana kama alikuja hapa. Asubuhi yake mchungaji alimuita na kisha akamuuliza kwamba jana ulirudi ofisini, lakini akasema ni kweli nilirudi ofisini. Nalirudia kuna document nilisahau kwa ajili ya kuarrange safari yako. Lakini Samuel kutokana na kile alichokisikia na alichokiona kwenye maono akasema kwamba anajiuzuru kuanzia sasa. Lakini pasta alisikitika sana kusikia taarifa hii, lakini akaanza kuzungumza kwa sauti ya upole kwelikweli kumbembeleza mshikaji. Lakini mshikaji mpaka alikuwa anatoa machozi, lakini hataki kabisa kuendelea kufanya kazi na huyu mchungaji. Lakini hakutaja sababu iliyomfanya kuachana na mchungaji. Lakini ni kweli baada ya pale kilichotokea ni asubuhi yake tu watu wanafika pale wanamkuta amefariki dunia. Ni nani aliyemuua? Mpaka hapo polisi wakaanza uchunguzi. Lakini baada ya kifo cha Samueli maisha yakaendelea na kanisa ikaendelea kukua zaidi kwa mchungaji. Akasafiri mataifa mbalimbali kwa ajili ya kuhubiri. Akasafiri Afrika Kusini, Nigeria, lakini pia Marekani, kote huko alipita kwa sababu ya Injili. Lakini baada ya siku chache kupita akaitwa tena kilingeni. Wazee wakamwambia kwamba anatakiwa mtoi, sasa ni wakati wa kumtoa mtoto wake wa pili. Alikataa kwelikweli, akafoka kama kuna njia nyingine ya kubadilisha badilisheni, lakini wazee wakakataa. Lakini kilichopo ni kumtoa mtoto wake wa pili. Baada ya wiki 3 kupita, ni kweli kikatokea kifo cha mtoto wake. Akaanza kutokwa damu tu kama ilivyotokea kwenye kifo cha kwanza cha mtoto wake wa kwanza. Na baada ya kifo cha kutokea, mawazo yakajaa kwelikweli kwa mke wake. Mke wake akaanza kumhoji kwelikweli mume wake kwa hiki ambacho kinatokea. Kama ilivyotokea kwenye kifo cha kwanza cha mtoto wake, mama mchungaji tena usiku akaanza kuona maluweluwe kama iliyotokea kwenye kifo cha kwanza. Lakini hii jioni akaja shoga yake akawa anamueleza kwamba hivi unaonaje kuhusiana na vifo ambavyo vinatokea vya watoto wako? Uone kama kuna kitu ambacho kiko sawa. Lakini mama mchungaji hakutaka kabisa kusikia. Haamini kabisa kuhusiana na hayo, pengine imani za kishirikina. Lakini akamwambia kwamba huu ni upuzi ambao unauzungumza. Siwezi kuusikiliza hata kidogo. Yaani sikuamini unamaanisha nini? Na kisha tu akamua tu kumtimua hapa akaondoka. Lakini yeye aliondoka kwa sababu hakuona kama wanaelewana. Akamua tu kuondoka shoga yake. Lakini akaamua kurudi mpaka kuzungumza na mume wake kumuuliza kwa kila ambacho kinatokea. Sababu ya vifo hivi ambavyo vinatokea ni nini? Lakini mchungaji akamweleza kwa maneno ya kibiblia, akamwambia kwamba kama yeye alitu
alivyotuumba, manake hata kinachotokea ni mipango yake, hivyo tusihusishe vifo na mambo mengine kabisa. Mama hii siku akapotezea, lakini usiku akiwa amelala akaanza kuota ndoto za ajabu. Anaota mara yupo kwenye jeneza, mara wote anatokwa damu nyingi kwenye kinywa chake, lakini akaona ingie kwenye maombi mazito sana, kwa sababu ana muda mrefu alikuwa amepofushwa na umaarufu wa mume wake. Hata kuomba kwake ilikuwa ni shughuli kweli kweli, lakini siku akaingia kwenye maombi, lakini kwenye maombi kuna kitu akakumbushwa, akaonyeshwa siku ambayo Biruti alikuwa kanisani, alikataa kuguswa mkono na mume wake, lakini hiyo ikawa inajirudia sana, akawa anajiuliza hii ni nini, lakini usiku akajawa na ndoto za ajabu ambazo zilikuwa zinamtembelea kwenye akili yake. Lakini baada ya pale akaamua kwenda kuomba msamaha kwa Biruti, kwani alitoka kanisani na yeye ni miongoni mwa watu ambao alizungumza maneno mabaya sana kumhusu Biruti, lakini Biruti hakuwa anaiana kabisa, kama tu kumsamehe. Lakini huku kwa mume wake yupo kilingeni. Wakati wapo kilingeni hapa, anaitakiwa kutolewa sasa hivi ni mke wake, manake hapa wakuwa wanamhitaji sana mke wake. Lakini Biruti hapa akamuuliza mke wa mchungaji kwamba wakati unakuja huko kuna mtu yote alikuona? Akasema kwamba hakuna mtu aliyemuona, lakini akasema kwamba anakabiliana na matatizo makubwa sana, na kisha akamshika mikono hapa kwa ajili ya kuanza kuomba naye kwa nguvu sana ili kutokomeza kila ambacho kinataka kutokea kwenye maisha yake. Lakini waliomba bila kuzingatia muda, mpaka ikafika saa 5 usiku akaanza kushangaa, na simu yake kuna miskolo 13. Mume wake kapiga simu lakini haipokelewi. Akasema kwamba hapa anaondokaje nyumbani, lakini Biruki akamzuia asiondoke, maana anaona kabisa kwenye maono kuna kitu cha ajabu, akienda kula anaweza akauawa. Lakini usiku ambao alilala pale akaanza kushuhudia ndoto za ajabu, lakini pia kuna watu ambao walikuwa wakitokea kwenye chumba chake, mara taa ziwake mara zizime. Lakini asubuhi kukakucha ukaendelea na maombi, lakini wakati hapo kwenye maombi hapa ghafla akadondoka tu. Amedondoka ghafla hapa, lakini Biruti hapa akaanza kuomba kwa nguvu kweli kweli, lakini haamki tu. Lakini kwa upande wa pili kilingeni kukatokea moto wa ajabu. Hii ni kutokana na yale maombi ambayo yanaombwa kule na Biruti, lakini hali hawa zeli washitua sana, kwani haijawahi kutokea. Huku mke wake na pasta akanyanyuka, maraka akazinduka kabisa, akanusurika kufa. Lakini kwa hali hii kulianza kuwafanya wazee kuwa na mashaka naye, wakamsonta kwa vidole, wakasema kwamba tunahitaji kafara ya mke wako, kama utotoa manake ni kwamba yeye mwenyewe atauawa. Baada ya kutoka kule kilingeni siku ya Jumapili, sasa ibada, mchungaji akawa na hali mbaya, yani kila muda tu anajifuta jasho hapa, mwili wake umezoofika kweli kweli. Lakini alipoenda kwa daktari kupima hakuna ugonjwa wote unaomsumbua. Lakini huku kwa mke wake anaandika mabaya yake yote aliyotenda huyu mchungaji, akayatoa hadharani. Lakini huku mchungaji anapitia nyakati ngumu sana usiku, mara anahisi kama anakabwa na watu, yani anahisi kama kuna watu wanakuja kumtazama hapa na anaomba msamaha. Ana hali tete kweli kweli, lakini alikuwa anatumia miujiza kwa ajili ya kuponya watu, lakini watu walikuwa wakijua kabisa anaoponya watu kwa njia ya kweli ya Mungu. Lakini siku ndo kakumbuka kuomba, kumbe amevunja masharti ya hawa wazee, wakampa siku 7 tu, asipokamilisha manake wanakuja kumchukua yeye. Huku naye mke wake anakamilisha kuandika barua ndefu kweli kweli ambayo inahusu machafu yote ya mume wake, anataka akamchafue kweli kweli katika mitandao ya kijamii. Hii siku ya ibada ilikuwa ni siku ya ajabu iliyofuata. Hii siku wakati mchungaji anahubiri hapa, kamera zimemmulika, lakini mataifa mbalimbali yanatazama, mitandao ya kijamii iko live, manake iko mubashara. Lakini hii siku bwana ilikuwa ni siku ya ajabu. Huyu pastor bwana ghafla mikono yake kakosa nguvu hata kuishika maiki, na kisha akaidondosha chini. Hali ni tete kweli kweli, watu hawakushituka, wakahisi labda ni mizuka ya kuomba imepanda. Lakini baada pala akashuka chini na kaanza kuomba msamaha, akasema kwamba ninawafanyia vitu vingi sana vya ajabu, niliwadanganya, mimi si mchungaji wa kweli. Watu wakashangaa na kisha wakakimbia kweli kweli katika hii ibada, hawataki tena kukaa. Bwana na mke wake taarifa sikaiona kwenye mitandao ya kijamii kwa kila ambacho kimeendelea. Bwana ilikuwa ni shughuli hii siku, watu walikuwa ni wengi kweli kweli kwenye mitandao ya kijamii, wakiwa na minongono mingi kweli kweli kuhusiana na huyu mchungaji, namna ambavyo alikuwa anamwamini. Lakini baada pale ile kanisa likakosa kabisa watu, likabaki empty na halina hata mtu mmoja. Na hapa chama lake wakatokeza katika chumba hiki ambacho alikuwa akilia tu, wakamwambia siku ambazo tulikupa zimeisha, manake ni sasa tunataka kukuchukua wewe badala ya mke wako. Akaomba sana msamaha. Huku kwa mke wake alikuwa akiomba sana na Biruti kwa ajili ya kumkomboa, wanajua yuko kwenye hatari, waliomba mno. Lakini huku akaanza kutoka na damu nzito kweli kweli, akikoa tu anatoka damu huyu mchungaji. Lakini baada pale kukaanza kutoka nuru bwana katika uso wake, manake hao wazee ambao walikuwa wamemzingira wakatoweka kutokana na maombi. Kesho yake asubuhi nuru ikaendelea kuwa nzuri katika maisha yake, lakini moyoni mwake yupo anawaza kweli kweli kama atavirudisha vitu vyote ambavyo vilikuwa. Lakini hapa namshukuru Mungu kwa sababu ametoka kwenye dimbwi zito sana ambalo alikuwa amezama.
mama kwa kuamini katika nguvu za giza kuwaponya watu, lakini hapa anajuta kwa kuwapoteza watoto wake wawili wa thamani sana kwenye maisha yake. Ni kwa sababu tu ya kutaka kuonyesha miujiza kwa watu. Huu ni mzigo wa Akili Unde ambao nimekusogezea hii leo mtazamaji, lakini nakusii tu tukutane kwenye mzigo mwingine unaofuata. Bila shaka umejifunza jambo katika huu mzigo, na kuomba tu subscribe, bonyeza alama kengele, lakini pia ushare na kulike katika video zangu zote ili ushiriki pamoja katika kukuza familia yetu. Mimi ni nani? Mimi ni Shy TZ. Let's go.